maombi, dua, sala na maombezi ifanyike kwa watu wote. Kwa watu ambao wako kwa mamlaka, ili tuweze kuishi maisha yenye amani na ya utulivu. Amen. Kwa hivyo ni maandiko kuombea viongozi na kuombea nchi. Na tena Biblia inatuambia katika Yeremia mlango 29 ya kwamba tuombe kwa ajili ya amani ya ule mji ambao Mungu amesababisha tuwe ndani. Amen. Kwa hivyo ni vema kutafuta amani. In fact the Bible says seek the peace of the city. Kwa hivyo acha tutafute amani. Na tena tunaambiwa ya kwamba blessed are the peace makers. Amen. Leo nitatumia lugha moja. Ningependa umgeukie jirani yako umsalimie. Mtulie hali ya huenda ikawa haujui wiki hii maisha yamekuwa vipi. Huenda ikawa haujui wiki hii ameendelea kuwa vipi. Huenda ikawa haujui ameamka vipi, lakini anapona tabasamu lako na kumkaribisha, utafanya siku yake ikiwe mzuri. Amen. Haleluya. Wiki hii yote tumekuwa, mwezi huu wote tumekuwa tukijifundisha kuhusu kukua kiroho, hatua zile za kukua kiroho, na tukaona ya kwamba kama vile katika ulimwengu wa asili kuna viwango vitatu vya watu kuwa. Kuna kiwango cha kuwa mtoto mchanga. Mtoto kwa asili mtoto huzaliwa akiwa mchanga, hawezi kujifanyia lolote, hajui lolote, husaidiwa, hufanyiwa kila kitu. Akitoka pale anakuwa mtoto. Sasa tunasema mtoto, kuna mtoto mchanga na kisha kuna mtoto ambaye anajielewa. Kutoka pale tunaenda anakuja anakuwa mtu mzima. Na tukaona ya kwamba sisi tumeitwa ili tuwe watu wazima. Tumeitwa ili tuwe watu ambao tutakuwa na kumtukuza Mungu. Amen. Na juma lililopita nikaambia kwamba ukiwa na mtoto mdogo anapolia, hautampiga. Ukiwa na mtoto mchanga akiwa analia, hata ikusumbua usiku hawezi kulala, hautachukua kiboko, hautampiga, utaangalia shida iko wapi. Kama ni njaa utapea maziwa alale. Kama amejichafua itabidi umemtengeneza, umbadilishie nguo. Amen. Kama anaumwa utaona vile ambavyo utamrekebisha, hautachukua kiboko. Ama ni aje mama? Ukiwa na mtoto mchanga unamchapa kweli? If you have a baby, si unadili kwa kila kwamba comfortable. Na hata kanisani kuna wale wa Kristo ambao ndio sasa wamezaliwa. Na ndio wale unaona kuna ingine sasa tutumii kiboko, tunarekebisha kidogo na unabembeleza shida iko wapi. Ndugu, mbona ukuja kanisani last week? Ndugu, umepotelea wapi jamani? Amen. Lakini ukiwa na mtoto na aendelee miaka 20, miaka 50, bado uko tu kwa ile hali, hata ukiwa mzazi utasikia vizuri kweli. Una mtoto wa miaka 30, lakini mwili ni ule ule wa mtoto mchanga, hajawahi kuwa, akili haijawahi kuwa, amebaki pale pale. Sasa wewe mzazi utoke kazini ukuje, sometimes hata umeretire, umezeeka, ndio ukuje bado unambadilisha manguo, unabadilisha diapers. Inawezekana. Kama tungekuwa na uwezo wa kuangalia kiroho, tungeona Wakristo wengi wamebaki katika ile hali ya utoto. Miaka 40 na bado ni watoto. Miaka 50 na bado ni watoto. Watu wamebaki na ushuhuda ya kwamba niliokoka miaka 50 imepita. Amen. Wengine unawahubiria, anakuambia wewe umezaliwa miaka gani? Anakuambia mimi miaka ya 50 nilihusika kwa kujenga lile kanisa. Wakati huo hata mama yako hakuwa ameolewa, pengine hata hakuwa amezaliwa. Lakini amebaki katika ile hali ya utoto. Sijui kama tunaelewana. Na njia tu ya kufanya huyu mtoto akue ni kuhakikisha ya kwamba amepewa maziwa. Na hata serikali wanajaribu kuhamasisha akina mama ya kwamba mtoto anyonyeshwe. Ni miezi ngapi? Miezi. Kumbe mnajua apokee maziwa, sio kusema ati huyu atajitegemea kivyake. Na hivyo ndivyo inavyotakikana kuwa kanisani.
ya kwamba watu wapokee maziwa, kama vile tulivyoangalia katika Petero wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 2, ya kwamba kama watoto wachanga tutamani maziwa yasiyogoshiwa ili tuweze tukakua. Amen. The unadulterated milk of the word, maziwa ya neno tuyatamani ili tuweze kukua. Hautakuwa kwa maombi peke yake, hautakuwa kwa kuimba peke yake. Sijasema maombi ni mbaya, nimesema maombi peke yake. Kumaanisha kando na maombi lazima kuwe na neno la Mungu, because there is no genuine prayer, there is no genuine intercession without the word of God. There is no genuine praise and worship without the word of God. Na pia tukaambiwa in the book of 1 Thessalonians ya kwamba tusiutweze unabii, do not despise prophecy, but test everything and cling to what is right. Utajaribu vipi kila kitu kama haujaelewa neno la Mungu? Amen. Juma iliyopita tukaongea kuhusu, nikauliza what manner of man are you? Wewe ni mtu wa aina gani? Tukasema kuna mtu wa kawaida, kuna mtu wa kimwili na kuna mtu wa kiroho. Mtu wa kawaida ni mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye maisha yake hayajabadilishwa, mtu ambaye hajageuzwa afanyike kuwa kiumbe kipya, mtu ambaye hamjui mwana wa Mungu. Na mtu wa pili, mtu wa kimwili, ni mtu ambaye ameokoka lakini anaishi kwa njia za kiulimwengu. Mtu ambaye hajui tofauti ya dhambi na kile ambacho si dhambi. Mtu ameokoka ndio hata watu wanashangaa, fulani ameokoka kweli? Si mshaona watu kama hao? Hata kunena kwa lugha atanena kwa lugha. Wengine mpaka Mungu anawatumia kwa njia kubwa. Hiyo ni kumaanisha kama mtu anajiita pastor, sio kusema ati amekomaa kwa kiroho. Ama sitasikia amen. Kama mtu anajiita mwinjilisti, hiyo sio ishara ya kuonesha kwamba mtu huyo amekomaa kiroho. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba Yesu atasema sikuwajua, ondokeni kwangu. Watakaposema Bwana tulihubiri kwa jina lako, watakaposema Bwana tulitoa mapepo kwa jina lako, atasema ondokeni kwangu, siwajui ninyi ambao mmekuwa mkitenda maovu. Kwa sababu ni Mkristo aliokoka, lakini hakuchukua hatua ya kusoma neno, kubaki ndani ya neno ili atoke kwa ile hali ya kuwa Mkristo mchanga, ile hali ya kuwa Mkristo wa kimwili ili afanyike Mkristo wa kiroho, mtu wa kiroho. Ndio maana Paulo anasema ninapiga mwili wangu. Biblia inasema I bring my body into subjection, yani nautiisha mwili wangu ili kwamba baada ya kuhubiria hao watu wote nisije nikaachwa. Kumaanisha kuna uwezekano wa kuachwa. Mbona hapo sisikie amen? Ya kwamba hata ikiwa umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu, umeokoka unanena kwa lugha, umeokoka unaombea wagonjwa wanapona, na maisha yako sio ya kumpendeza Mungu, anasema anakuja kuchukua kanisa ambalo wameosha mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Mavazi haina madoa hata moja. Ndio maana wa Filipi 2:15 anasema that you may be blameless and harmless as sons of God without reproof in the midst of a crooked and perverse generation, among whom we shine as light, that we may be blameless. And the only way to know the will of God is to soak your word in the will of God, in the word of God. Amen. Amen. Sio neno ya kusoma wakati mchungaji akikuja hapa ama mhubiri aseme tunafungua kitabu fulani ndio unafungua, tukimaliza unaweka Biblia mpaka siku ya Jumapili. Lazima uchunguze maandiko. Amen. Na tukasema kwamba huyu mtu wa kiroho anamjua Baba, anamjua Mungu kama baba yake. Tukasema ya kwamba huyu mtu wa kiroho anamjua Mwana, anajua yeye ni nani ndani ya Kristo, anaelewa nafasi yake na mamlaka ambayo ako nayo ndani ya Kristo. Na hiyo ndio tunaenda kuangalia leo. Tutaona
wewe uko na mamlaka gani ndani ya Kristo? Amen. Ni vitu gani ambavyo uko nazo? In Galatians, Wagalatia mlango wa 4 mstari wa kwanza tunaambiwa kwamba mwana ajapokuwa mtoto hana tofauti na mtumwa, ijapokuwa mali yote ni yake. Sababu gani hatuwezi kufikia vile vitu ambavyo ni vyetu katika ndani ya Kristo? Ni kwa sababu bado hatujakomaa. Kuna vitu zingine, kuna baraka zingine Mungu amejua akiachilia ndani ya maisha yako hautaonekana kanisani. Bwana usisikie mbele. Haleluya. Na tukaona ya kwamba hizi barua ambazo Paulo alikuwa akiandikia watu ambao wameokoka. Akaambia Wakorintho katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 ya kwamba hamujaachwa nyuma katika vipawa vya kiroho. You lack behind no gift. Amen. Walisha walikuwa na gift zote, lakini bado walikuwa na utengano, walikuwa Wakristo wa kimwili, walikuwa wachanga. Ndio maana katika mlango wa 3 mstari wa kwanza akasema, nilitamani kuongea na nyinyi lakini sikuweza kuongea na nyinyi kama watu wazima, kwa sababu mlikuwa bado watoto wachanga. Na ni watu walikuwa wana shida. Amen. Sijui kama tunaelewana. Na sasa tunataka tuone kwamba huyu mtu wa kiroho anamjua Roho Mtakatifu. Amen. Katika Yohana 14:16, John chapter 14 verse 16, Yesu alisema atatumia mfariji, msaidizi, atakuwa na sisi siku zote, atakaa pamoja na sisi. Kwa hivyo wewe ambaye umeokoka una Roho Mtakatifu, utaniuliza na wakati ambao ninatenda dhambi, je? Wakati unatenda dhambi ni roho yako ndio inakuhukumu, lakini Roho wa Mungu anakuelekeza kwa Mungu ili uweze kutubu. Bwana sifiwe. Amen. Ndio maana katika Zaburi ya 51 mstari wa 11 Daudi akaomba wakati alitenda dhambi, akasema usiniondolee, cast me not away from your presence, O Lord. Tunajua hiyo? Akasema usiniondolee roho wako, usiniteke mbali na uso wako, wala roho wako usiniondolee. Kwa sababu Roho wa Mungu akitoka, hakuna vile tunaweza kumrudia Mungu. Yeye ndiye anashuhudia na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Amen. Na lazima umjue Roho Mtakatifu kama yule ambaye anakaa ndani yako. First John chapter 4 verse 4. Sinajua vile inasema. Inasema aje? First John chapter 4 verse 4. Kuna mmoja amefika. I told you if you don't know where the book of First John is, it is in your Bible. Iko tu na huko mwisho. Umepata First John chapter 4 verse 4. Greater. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba you are of God little children. Nini ni watoto, nini ni wa Mungu? Aya, kwani wewe si wa Mungu? Wewe ni mtoto wa Mungu. Na umeshinda kwa sababu yule ambaye ako ndani yako ni mkubwa kuliko yule ambaye ako katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu huyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, ni mkubwa kuliko mapepo ambayo yako katika ulimwengu. Ni mkubwa kuliko magonjwa ambayo yanakusumbua. Na yeye ndiye mshauri, yeye ni msaidizi, yeye ni mwombezi, yeye ni mwakilishi wetu anayetutetea, anatutia nguvu. Tutahitaji kitu gani chochote kama tuko na huyu ambaye anakaa ndani yetu? Na tunajuana na huyu Roho Mtakatifu kupitia kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini kuhusu Roho Mtakatifu? Amen. Na utakapojua hivyo ndipo utaweza kukua kiroho. Amen. Pili, lazima tumjue kama mwalimu. We have to know the Holy Ghost as a teacher.
1 Corinthians chapter 2 verse 12 inasemaje? 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Bwana sifiwe. Sijui kama unaelewa hiyo. Amen. We have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Tumepokea roho sio wa ulimwengu, lakini tumepokea roho wa Mungu, roho ambaye anatokana na nani? Amen. Bwana sifiwe. Ili tuweze kujua yale mambo ambayo tumepewa. Yule Mkristo ambaye amekomaa anajua vitu ambavyo amepewa. Sijui kama mshaisoma wa Colossians chapter 3. Bwana sifiwe. The whole of that chapter very powerful. Yafikirini yaliyo juu wala sio yaliyo katika dunia. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Kwa maana mlikufa na maisha yenu yalifichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Na Kristo aliye uzima wetu atakapofunuliwa, ndipo na sisi tutafunuliwa pamoja na yeye katika utukufu. Hiyo ndio mamlaka. Kama wewe maisha yako yamefichwa pamoja na Kristo, mbona shida za ulimwengu zikusumbue? Amen. Mbona mambo ya ulimwengu yakusumbue? Na maisha yako yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Amen. Amen. Tuendelee. Huyu Roho Mtakatifu sababu ni mwalimu, ndiye anafunua yale mambo ambayo yamefichika ndani ya Kristo, ili tunaweza kujua zaidi na kutusaidia kukua katika kiroho. Kwa hivyo wewe kama mtu mkubwa, mtu ambaye umekomaa kiroho, I want you to know your inheritance. Na hiyo inapatikana katika Wakolosai, Colossians chapter 1 mstari wa 12 hadi 14. Colossians chapter 1 verse 12 to 14. Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Mungu Baba ametufanya kuwa washiriki, warithi, wanaorithi. Amen. Wanaorithi pamoja na watakatifu katika mwanga. Yeye ambaye amekutukomboa kutokana na nguvu za giza na ametubadilisha katika ufalme wa mwana wake. He has translated us into the kingdom of his son. Bwana sifiwe. Sijui kama unajua hiyo. Bwana sifiwe. Unajua watu wengi tunadhania kuokoka tu ni maisha tu ya kawaida. Nataka nikwambie maisha ya wokovu, usitakani kuishi kama mtu wa kawaida. Amen. Bwana sifiwe. Ukisikia kuna mgonjwa, sio kutafuta bishop ama kuita mzee mmoja ama pastor ama nani, kwa sababu unaelewa ile mamlaka ambayo uko nayo, unaelewa urithi wako ndani ya Kristo. Amen. Nimesema urithi wetu. Ya pili nasema uwezo ambao tumepewa. Mtu atusomee Acts chapter 1 verse 8. As a grown up, as a mature Christian, we have the ability to witness.
And that ability is not of us. It is of the Spirit of God. Amen. Huyu Roho Mtakatifu ambaye anatubadilisha ndiye anatupea uwezo wa kwenda kushuhudia mtu. Amen. Kwenda kuambia mtu habari za wokovu sio kwa nguvu zetu, kwa sababu sisi wenyewe hata tukikuuliza swali moja, kwa sababu kuna watu wengi ambao hawajaokoka na ungependa sana waokoke. Sisi kama tunaelewana, labda ni ndugu zako, dada zako, wazazi wako, ama hata watoto wako, watu wako ambao hawajaokoka na ungetamani sana waokoke. Sema walikuwa watu wa karibu sana, mbona hujaweza kuwaconvince waokoke? Sisi kama tunaelewana. Lakini ukienda kuhubiria mtu mwingine anafanya nini? Kumaanisha sio wewe una convince the Roho wa Mungu. So we have the ability to witness through the Spirit. Kwa hivyo kama umeokoka lazima uelewe hiyo. Kwa hivyo usiogope kuambia mtu habari za Kristo. Si hapo tumeelewana? That this person is governed by the word. Mtu ambaye anaongozwa na neno, sio na hisia zake. Amen. You know, when you are a grown up man, you find that you are in a place where you are able to feed upon the word. Uwezo wa kulisha, ya kujilisha neno. Si unajua mtu mkubwa anajilishanga? Unless awe na itilafu kidogo. Lakini kama hana itilafu, sitakuwa makosa ukute ati sasa mimi na hii umri wangu wote ati sasa nimekaa chini ati nilishwe juu. Ingawa Biblia inasema kwamba mtu mzembe, mumeshasoma hiyo portion kwa Proverbs, anaweka sahani, mkono kwa sahani na anashindwa kutoa kupeleka kwa mkono. Mshasoma hiyo? A slothful man anaweka mkono kwa sahani, anashindwa kuweka kwa mkono. Ukiangalia watu wengi, si tuko hivyo, Wakristo wengi, unashika Biblia sasa, unasema leo utasoma chapter fulani. Ukikaa kulaza chapter kwanza, unasikia unaanza kusinzia. Alafu siku hizi kuna vitu vimekuja vinaitwa simu. Unataka kusoma, unakumbuka hata ukichukua simu hakuna kitu ya maana unaangalia kwa simu. Unashika tu simu, una scroll, unaangalia tu vitu tu. Unakuta umespend like 30 minutes na ukiuliza sasa kwa hiyo simu umefanya nini? Na ulikuwa hapa na Bible. Haya. Inakaa ni mtu peke yangu. Ama hata nyinyi. Si tuseme tu ukweli. Bwana sifiwe. Sasa tumesema leo sasa tumeelewa ukweli, hatutasema ni jirani, tunasema ni wewe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu hebu angalia. Unachukua Bible. Unasema sasa nataka spend like 1 hour nikisoma. Unakaa kama dakika 5 hivi, unajikuta umechukua remote. Unatoka KBC, unaenda KTN, unaenda K24, unaenda ITV, unaenda gani QTV, unaenda gani? Ni gani unaendanga? Unaendanga gani? Hope Family TV. Liga the Citizen. Si mnazijua sasa, mnajifanya mzuri na mnaendanga. Ni gani mnaendanga? Zimeisha. Kuna Sayare, God TV. Huku akushikani Kiss TV, sio? Unaenda unajikuta umesafiri kwa hizo channel zote, na ile kitu ambayo ulikuwa unataka kufanya umeshindwa au hujafanya. Si hapo tuko pamoja sasa. Lakini wakati wa chakula hata tuongee juu hizi vitu watu zinatupata. Una make sure kama ni shati unatoa, unaikalia vizuri, si ndio? Unamega vizuri, si ndio? Haya, Bwana sifiwe. Mwingine akasema ugali kwa sahani akiweka hivi ni moja. Unaona made in China.
lakini neno la Mungu hatuwezi kufanya hivyo. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu juu sasa tunaelewa, si tumetoka kwa ile hatua ya babyhood. Na last week tukasema kusikia tu haitakufanya utoke. Utasikia na utasema enyewe alifundisha vizuri sana. Inabidi tutoke kwa hiyo hali. Sivyo ndio tunasemanga. Lakini baada ya wiki moja, mwezi moja, utajikuta umerudi kwa ile hali. Lakini wewe ufanye nini? Uchukue hatua. And last week nikasema huyu mtu ambaye anaitwa J.F.F. Bosworth alisema Wakristo wengi wanashangaa ni sababu gani hawezi kupata imani. Kwa sababu gani hawezi kukua ndani ya Mungu? Akasema sababu you eat 3 hot meals a day. Yaani chakula ambayo unakula 3 na ni moto kila siku. Asubuhi unajiweka vizuri. Tunasema kujiweka. Mchana unajitibu vizuri. Jioni unajitibu vizuri. Kwa siku 7. Alafu unatafuta tu kasnack baridi moja Jumapili peke yake. Na unatarajia kukutana na Mungu, unatarajia kukua kiroho. Nataka nikwambie iwezekani. Si kama tuko pamoja? Kwa hivyo kama mtu mkubwa pia ni lazima ujue the right diet for you. Mama Esther hapa anafanya kazi na watu wa health, anajua vizuri ya kwamba chakula lazima ukule vizuri. Si tunaelewana? Nani hajui ya kwamba inabidi tukule the right diet ndio uendelee kuwa healthy? Si hata mtu wa form 1 unajua. Mtu wa primary si unajua hivyo? Aya, Bwana sifiwe. Amen. Najaribu kuchukua mambo ya kimwili ili tuone vile ambavyo tunaweza yatumia katika hali ya kiroho. Kimwili unajua ya kwamba lazima ukule carbohydrates, proteins, vitamins, fat and drink a lot of water. Si mnajua hivyo? That is what we call the right diet. Lakini wewe ukizoeanga tu ni biscuit, chips, cakes, doti, acha tutuseme madoti, si ndio? Mwisho wake itakuwa nini? Si utapata obesity. Aya, tunaelewana? Nashukuru Mungu wakati mko serious hivi kwa sababu kuanisha neno linafanya nini? Linaingia. Wakati umezoea hata unaambiwa mtoto, kama unapea mtoto, wewe mtoto amemshia miezi 6, unapeaga tu ugali peke yake. Hata anapeaga ugali na supu ya sukuma. Ukibadilisha sana labda uko na ponde tundizi, tuviazi, unapeaga mtoto bila balance diet. Mtoto si atashikwa na kwa shako. Si kama tunaelewana? So we need the right diet spiritually so that we may grow. Tumeelewana? Vile ambavyo kimwili unahitaji diet mzuri, lishe bora ili ukue na afya, kiroho pia unahitaji lishe bora ili uwe na afya ya kiroho. Na tuache kuwa watoto. Amen. Amen. Ephesians chapter 4 verse 13. Sio tumesoma sana. Kwa sababu tumekuwa tukiangalia sana the book of Ephesians, haswa mlango wa 4. Kuanzia mstari wa 11 hadi 16. Na mstari wa 13 says that till we come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Till we come, hadi tufikie umoja wa imani. Nataka niwaambia kwamba asilia ya Mungu
ni upendo. Sijui kama tunaelewana. Nimesema asili ya Mungu ni nini? Ni upendo. Kuna mwandishi mmoja mashuhuri anaitwa John C. Maxwell. Sijui kama mmemsikia. Anasema ya kwamba we teach what we know and we reproduce what we are. Anasema tunafundisha kile ambacho tunajua, lakini tukizalisha tunajizalisha sisi wenyewe. Sika umeelewa hiyo?